Naam, assalamu alaikum ndugu mtazamaji wa Gavoo Media. Kipindi hewani ni Broken to Brave, kipindi ambacho kinawakutanisha na watu ambao walikutana na hali ngumu ya kimaisha ambayo waliipitia kwa nyakati fulani tofauti, lakini wameweza kujikwamua kutoka huko hadi kukaa katika mustakabali sahihi wa kimaisha. Na leo katika studio zetu hapa za Gavoo Media tumetembelewa na mgeni ambaye atajitambulisha kwa majina yake kamili na vile anavyofahamika mbele ya jamii husika. Lakini upo nami mwongozaji kipindi wako Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas. Karibu sana. Asante. Kwa mimi binafsi na kufahamu kwa majina ya Suzy Bale, kama Watanzania wengine wanavyokufahamu katika mitandao ya kijamii na kadhalika. Lakini kwa majina yale ya kuzaliwa na wazazi wote wawili, nikimaanisha baba na mama, unafahamika kama nani? Naitwa Suzana Hamadi Salum. Suzana Hamadi Salum. Ni Muislamu? Yeah. Ndio. Ni labda kwa ufupi historia yako, ulizaliwa mwaka gani? Nimezaliwa 85 mwezi wa 5 tarehe 4. Mwezi wa 5 tarehe 4 mwaka 1985. Dar es Salaam hapa? Nimezaliwa Dar es Salaam. Mji gani? Nimezaliwa Mwananyamala Hospital. Mwananyamala Hospital. Wewe ni mzawa kabisa wa hapa. Kwa kabila? Kabila langu kwa baba Makonde, kwa mama Mpogolo. Kwa mama Mpogolo. Wakashina. Mimi wa mjini. Sijajua kabila mama, nimezaliwa mjini, nimekulia mjini. Ndio. Sawa kabisa. Labda tunaweza tukapata fununu za historia yako kiufupi, tukianza labda na maisha yako tukianzia pale ulipoanza kujitambua, nikimaanisha mtu mzima, kwa yale ambayo uliyapitia kwa namna moja ama nyingine. Ni ilikuwaje hadi ukajikuta unaanza kutumia vitu ambavyo tunasema ni madawa? Yaani ni nani alikuvuta ukajikuta umeingia katika matumizi ya madawa? Asante sana. Na nimependa fursa hii niwe kama shuhuda kwa wenzangu ambao walofanikiwa. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kuwaepusha na wengine ambao walokuepo kwenye kipengele hiki. Ndio. Mimi ni Suzana Hamadi Salum. Mama ni dada, pia nimeshatoka kwenye udada, ni mama mwenye familia. Ndio. Ni mama mwenye watoto 3. Mwanangu wa kwanza anaitwa Mwanaisha Simon Emily Ntinda. Ndio. Mwenye umri wa miaka 17, kapata division 1 ya 24. Mwanangu wa pili anaitwa Nadia Simon Emil, yuko form 2. Ndio. Mwanangu wa mwisho anaitwa Aklam, ambao wa kwanza na wa pili baba mmoja, mama mmoja. Wa mwisho ni mama mmoja, baba tofauti. Baba tofauti. Na maana na watoto wa kike 2, wa mwisho ndo wa kiume. Swadakta kabisa. Sawa. Tukianza na swala hili la matumizi ya madawa. Hapo umesema kwamba una watoto. Ulianza kutumia, ilikuwaje hadi ukaanza? Na tukianza kwanza na hapo, ilikuwaje mpaka ukaanza matumizi ya madawa? Nikizungumzia madawa, yani kwa sababu mimi nimeenda hadi soba. Kwa hiyo soba ilivyo kama boarding, kuna madarasa. Madawa yana hatari Ndio. makubwa, hasa hususan pia kwenye familia, kutokuaminika kwenye familia, kutokuwa na upendo wa karibu ukishakuwa unatumia madawa ya kulevya, kutokujali, kutokuwa na maumivu ya mwenzio. Yani wewe unakuwa haujali, yani we don't care. Ndio. Ila mbali na madawa, kwa watu wa science wenye teknoloji zao wanakwambia hata pombe pia ni madawa. Hata pombe pia ni madawa. Kwa sababu watu wengi pia wameathirika na pombe. Unaweza ukasema unatumia madawa ya drugs, hawatumii. Na unaweza pia, je, utamtofautishaje anaotumia drugs na pombe? Labda uwe wewe pia ni mmoja ambapo unazunguka katika vijiwe au katika maeneo mbalimbali, ndio utamtambua. Na wengine wanatambua watu wanaotumia pombe, wanajua ni madawa, sababu hata pombe nao ukipitiliza sana uwezi kufanya shughuli zako kwa wakati, uwezi kuwa msafi kwa wakati, yani inakuwa hivyo. Asante sana kwa elimu ambayo umetupatia
kututofautishia hivi vitu na watu waweze kutambua kwamba madawa si ule unga peke yake, bali hata pia matumizi ya kizidi ya kitu fulani ambacho unachokipenda inakuwa ni ulevi pia. Huwezi hata kujali familia yako. Unajikuta unajali vitu ambavyo unavipenda. Hata wewe mwenyewe pia huwezi kujijali. Na katika kuelezea kwako au hujatuelezea ilikuwaje ukajikuta unatumia? Asante. Ndio. Mimi napenda kuwa mkweli. Ndio. Dunia ni kubwa. Dakta kabisa. Kuna mizunguko mingi. Yaani utumiaji wangu niloanza kwenye vishawishi vya starehe. Kwamba kuna mwingine anapoenda akienda kuhojiwa anasema kuna baadhi ya watu. Sawa. Labda unaweza kutuambia hapo, umeelezea vizuri sana utofauti, kututofautishia hivi vitu na kutupa dhana ambayo ni sahihi kabisa. Kitu kikitumia kama pombe inakuwa nayo ni utumiaji wa madawa. Lakini hujatufafanulia vizuri kutuambia kwamba ilikuwaje ukajikuta umeingia sasa kwenye matumizi ya madawa. Asante. Karibu. Matumizi ya madawa niliingia kwenye ushawishi wa kampani wa marafiki. Sikushawishiwa, nisiwe muongo. Yaani kwamba nilikuwa unaweza ukatoka na rafiki yako lakini akawa anakuambia sio kitu kizuri. Lakini ukaona kama yeye ana starehe sana kuliko wewe. Ngoja na mimi nione. Kama unavyomwona hata sio mnywaji wa pombe. Siku moja ngoja mimi ninywe bia moja tu. Of course baadaye anakuwa mzoefu. Kwa hiyo baada hapo nilipoanza ikawa tena nikikaa nakuwa najisikia mchovu, tumbo tu linaniuma, nikawa sijui nini maana ya Arosto. Baadaye rafiki yangu akaniambia Mwenyezi Mungu amrehemu, ampunguzie adhabu ya kaburi. Amina. Akaniambia make lazima akitoka lazima anifuate. Sasa nikawa ile nikilala au nikikaa hivi kuna masaa fulani nakuwa najikuta ile kama tumbo tu inaluma. Mimi najua tu ni hali tu, najua nakuta tu ni hali ya kawaida, lakini yule ambaye mzoefu ndo anajua huyu ni kitu gani. Hiyo Arosto. Yaani sasa hata kama yeye hana, basi mimi na ya kwangu nitamtafuta yeye. Kwa sababu unamkuta mtu anatumia lakini hajui kutengeneza, hajui anaendaje. Kwa hiyo anakuwa anamtumia mtu. Kuna watu baadhi wanatumia lakini huwezi kumuona kwenda kununua. Ila yeye anakuwa tu ana mtu ambaye anemtumia. Ndio anaenda kununua. Na maana yule akaenda kununua anamletea tu ndani. Yaani anakuwa anafanya siri yangu na ya kwake. Sawa. Kwa yule anajua kabisa mimi hapa sielewi. Nikaenda kwa mtu fulani, nikaenda kwa Suzibare uhakika. Basi ikawa hivyo. Nikawa nimezoea kwamba nikijua nikiwa na hali hii, maana ya Arosto unakuta tumbo linakuuma. Na ukipitiliza sana unakuta kwanza nguvu zinakuishia za mwili. Alafu unafanya chochote. Yaani haujali chochote kile. Yaani haujali kwa muda huo. Labda kuchukua kitu nyumbani, haidha, yaani haujali kwa sababu ya ile Arosto. Lakini unaweza ukafanya kwenu ukaiba, yaani unaweza ukajibia hadi wewe mwenyewe. Nguo ya kwako mwenyewe ukaiba au nyumbani. Ukaenda labda ukaiuza. Nguo labda umenunua 15,000, wewe ukaenda kuuza bata kwa 5,000, mradi tu upate kile kitu. Mradi unajua ukipata kile kitu na maana wewe ndio unakaa sawa. Baadaye sasa ndio unajijutia. Nguo nimenunua 30,000 ile. Nimeuza kwa 10,000. Tena mtu anaweza kanunua nguo leo, kesho kauza 10,000 au 5,000. Na mtu anajua wewe una shida. Kwa hiyo lazima tu atakulalia na wewe lazima utachukua. Sawa. Pia watu wengi wanashindwa kugundua. Wanagundua watu wa hali ya chini. Fulani mteja, fulani anatumia drugs. Ila kuna watu wanatumia madrugs wenye majina yao. Ila utamgunduaje? Huwezi kumgundua kwa sababu ana uhakika. Uhakika vipi yani? Yaani uhakika wa maisha. Kwani mtu wa kawaida unamjuaje? Kutokana akizunguka anarudi nyumbani ndo anakula. Hana ile, yani maana kama mimi nikisema mimi income yangu ni ndogo. Kuna mtu ana income ambayo tu benki yenyewe, yani balance yake yani ya kutosha. Asha tu mambo yake mengine tu ya posho. Unajua kuna mtu anaweza stoke, lakini akakaa tu kama hivi kawa inaingia tu. Kwa labda kwa elimu yake. Na usiweze kumgundua kwa sababu utamgunduaje? Anakula kwa wakati, anachokitaka anapata kwa wakati. Mimi ambaye mwenye aliachi lazima utanigundua.
kutokana na 5,000 yangu sijapata yale mambo yangu. Kwa lazima nitajini. Niko lazima nile biskuti na juisi ya 200. Biskuti na juisi ya 200. Of course rahisi wewe kunigundua. Samahani kidogo nikukatishe. Labda hayo madawa, kwa hiyo maximum yanakuwa nauzwa kiasi gani? Mtu anauza aje, anauza kivipi? Okay. Before ndio ilianza 750. 750. Kipindiko inaitwa brown. 250 brown. Kitambo hicho brown. Ndio. Ikaja kipindi cha rais wetu. Ikawa 2,000. 2,000. Unapata madawa kwa 2,000 yako. Ikaja unapataje kiurahisi? Kuna kipindi mzigo unakuwa wingi kabisa. Serikali ilichachamaa. Ikawa haitaki, wanaona watu wao wanaharibika, taifa lao, watoto wao wanapotea. Kwa sasa mizigo ikawa ingii kwa wakati. Ndio. Ndipo hapo mizigo ikawa isipoingia kwa wakati, ndipo utapouziwa kete kwa 3,000 hadi kwa 5,000. Hadi kwa shilingi 5,000. Point 5,000. 5,000. Kete 3,000. Kete 3,000. Ndio. Na hiyo kete 3,000 nimekatwa tu ni kidogo, yani ni kidogo. Kidogo sana. Yani lakini ukivuta ile, ndipo kidogo. Kama kitunda, yani kitunda cha ubuyu chenye kikubwa. Lakini ukipiga, ndio. Wewe unanyooka. Kama kuna kazi uliambiwa, nyingine pia hujaambiwa, zote utafanya kwa wakati. Yani utakuwa na ile motion ya kufanya kazi tu. Kama unavyomuona mnywa pombe kali. Ukitaka kufanya kazi yake, lazima umpatie. Sawa. Ndipo atakufanyia kazi yake kwa wakati. Lakini kama hajapata hata glasi, hawezi kushika. Kuna mwingine hata chai hawezi kunywa. Kuna wazazi wengine wako hawajagundua, mwingine mtoto wake tu kwenye pombe tu anakuambia anafuta unga, yule mteja, kumbe sio mteja. Ila baada ya awamu ya baba, ndio, mheshimiwa tunampenda, ndio, Kikwete, ndipo alipogundua mradi wa methadone. Yes. Ndio. Umekuja kuokoa, umekuja kutuokoa of course vijana, umekuja kurudisha umoja wa familia, umekuja kurudisha mahusiano baina ya mke na mume waliopoteana miaka hiyo. Sasa hivi wengine kaka zetu nikikwambia huyu hapa ni yule, uwezi kumtambua na unakataa mpaka mtu. Unajua kuna mwingine anakuambia, mimi unajua nimetumia. Mimi mwenyewe kuna watu nikimwambia mtu anakataa. Kama ulikuwa mtumiaji. Anakataa. Mimi unaweza nikatembea, ukamleta mtu ambaye anatumia pombe, ukaniweka na mimi. Benelewa vizuri. Nimekuelewa. Sana, walikuwa anatumia madawa zamani. Naweza nikakwambia yule hajawahi kuvuta sigara, hajawahi kutumia drugs. Yule tu ni pombe kali. Yaani umekuwa na uwezo wa kuwatambua watu wa design hii sasa. Na wajua kwa sababu mimi pia si mzoefu. Ndio. Yani ni mzoefu. Asante. Madam, mimi napenda nikuite Suzy. Sababu ndo jina ambalo linakutambulisha vizuri zaidi. Suzy Bale. Suzy Bale. Asante sana. Na wanasema kwamba mtu mwenye kishatumia madawa kuna feeling anaanza kuipata. Kuna kama jambo la hisia, kuna hisia anazipata. Wanasema kwamba anaanza kufeel kwamba kihisia mimi nipo sehemu fulani. Kweli? Si kweli. Ila mtu alikuwa anatumia drugs. Wengi wao tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wengi tulotumia drugs kama drama. Wengi wetu hatukupata maambukizi. Namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah mpaka sasa. Na miaka 40. Ila si kama naongea kwa ubaya, hapana. Ila wengi wetu walipata maambukizi wala si kwa mahusiano, kwa kushare sindano. Sisi tulikuwa tunaita syringe. Ndio. Syringe kwa sababu mimi naweza nikatumia mimi kama kuna manake kuna aina mbili. Kuna mjidunga na kula mla cocktail. Mimi nilikuwa nakula cocktail kama unavyomwona mvutaji wa sigara. Okay, nishakuelewa. Mwingine kama unavyomwona mgonjwa anavyopangiwa na daktari saa 4 unakuja kuchoma sindano. Kwa hiyo yule mwingine anaweza mimi nikatumia sindano na mwingine naye baadaye sasa yeye ana hela tu ya kete. Ila hela syringe ana. So unajua tena mambo ya rosto. Kama unavyomwona mtu ana njaa, mwingine kubakishiwa pendi. Wewe ule afu mbakishie na yuko hapo, huwezi kumwambia karibu, lakini paka ule afu lakini atakula kwa sababu ya nini? Ya rosto. Ya njaa. Ndio. Kwa hapo ndo anapokuwa yani anakuaminisha
kwa macho, poa tu wengi. Alafu pia ukishatumia drugs pia hata mahusiano sio mtu wa deal sana. Kwanza unakotaki stab, huwezi kuwa kabisa kuwa katika, yani ukiwa na mtu wako ndo huyo yani ndo ipo hivyo. Yani unajua kabisa yule pale wa Suzibari tena kumbi utafuata, sio kama mtu mwenye pombe. Kwa sababu drugs unajua hata ukivuta yani haikweki kwenye mahusiano, yani swala la mapenzi haina, inakubadilisha kabisa. Yani hakuna watu walovuta drugs kwa cocktail wengi hawana maambukizi, na wengi wetu wamepata maambukizi kwa syringe ya sindano kushare. Kama unavyoona viwembe, unakuta mtu labda si mpenzi wa hivyo, lakini unakuta tu kiwembe ndio kumsababisha yeye apate maambukizi. Asante sana. Kwa hiyo ni kwamba mtu unakuwa uhami kihisia, hakuna hisia zozote mtu ambazo unazozipata ukitumia. Yani ile hisia labda unajua kuna hisia zile labda ukila pombe labda hata shemeji yako kidogo tu inakuwa ile, lakini mtu wa drama hanaga hisia hizo za kumove on, yani kwa mtu mwingine ana, wala sijui anasema anajihisi nipo paradise. Yani ipo hivyo, hata kama mtu wake akiondoka saa 12 mpaka saa 9 usiku atakaa maskani mpaka mtu wake atapokuja. Yani wengine watabaki tu mashimela. Poa, yani kama yule si hayupo, basi kama shemeji atakuja akatoka huko na mishindo yake atakuzingatia, kabebe, kanibebe 5, ukija pale moja chukua. Ipo hivyo. Asante sana Suzibari. Ni tukio gani ambalo unalikumbuka siku moja labda ulipokosa kutumia drugs ukajikuta kwenye hali mbaya sana kiasi cha kwamba ukahisi dunia imekuelemea? Siku ambayo nilopelekwa soba. Sababu aloso ilionikuta mpaka nilipelekwa hospital ya Zanzibar. Nilienda soba kwa Bi Fatuma Sukwa. Iko Zanzibar. Ndio. Kwa Mchina, nitaya Mchina. Kwa hiyo kwanza niliona nakufa. Niliona dunia sio yangu. Nilifanya kila aina ya yani na kwanza hawakujali, walijua tu niko kwenye tafarani. Hamna ne kuangalia wewe. Wapo watu wakujali. Tena yani nikwambia kitu kimoja, hakuna watu wenye umoja kama mateja. Tapika hapo. Yani mtu anazoa, unaenda unamwagiwa maji, usijali utapona, hata mimi nilikuja wewe. Mbona umekuja afadhali? Unaonekana mimi nilivyokuja umeniona. Yani pia unapoingia pia kuna picha unakuwa unachukuliwa soba. Ndio. Zile picha unazochukuliwa kadi unavogain. So utakuwa unajua si watoto wa kike ukigeni kidogo mwili ukipata nyodo jeuli. Kwa sasa baadaye ndio unaweza unaitwa njoo. Before unakumbuka. Kwa sasa pia wewe unakuwa shuhuda, pia unakuwa ni mtu ambaye mwenye huruma, ambaye ulohurumiwa na wenzio, kwa hiyo mtu mwingine naye akija unamsaidia. Unaingiwa na ile huruma. Kwa hiyo baada hapo nikapelekwa hospitali ya Zanzibar. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Hii ilikuwa 2000 na ngapi? Kipindi cha Kikwete. Tuseme hapo ilikuwa ni 2013 mpaka 12. Rais Kikwete. Nimekuelewa, maana ndo kipindi ambacho mheshimiwa alikuwa madarakani. Na ndio alotuletea mradi wa methadone, Mwenyezi Mungu amjalie. Na watu wamemisi, hana baya baba. Dakta kabisa. Labda ni jambo gani au ni vigezo gani vilikufanya uone unahitaji kupona? Kwanza unajua kuna muda unaweza hakuna binadamu asokaa akafikiria, kuna binadamu asokaa akajijutia. Ndio. Watoto wangu, familia yangu. Ulikuwa tayari na watoto? Ulikuwa tayari na watoto? Hapo na watoto 2. Huyu mmoja bado. Huyu wa mwisho. Dakta, ndio. Kwa hiyo pia dada zangu, of course, maana sina baba sina mama. Kwa hiyo dada zangu wanavoumia vile, nikienda tu nyumbani, una matatizo gani? Basi nikawa nyumba yenyewe nyumbani pia nakimbia, naona kama unajua. Yani nikawa ile kuwa karibu mimi nyumbani nikiingia nimetoka. Sababu sinajua nikiingia tu kikao. Mpaka unajua familia inakupenda, inakutafuta, inakujali, unajua ndugu yao wamepambana, of course wamepambana. Ndio. Japokuwa kuna familia zingine wazazi walikuwa hawajali maneno, kebei, fedhea, kashfa, lakini Mungu mwache aitwe Mungu. Mimi nikikwambia kuna watu ambao walikuwa wananishauri mimi naacha, wao ndo wameingia. Uwezi kuamini.
wewe umeacha, wao ndo wameingia. Wazazi wao walikuwa wanatu nani ile yani maneno lakini nao Mungu sisi tunaacha, watoto wao ndo wameingia. Sawa kabisa. Mwenyezi Mungu atunusuru. Tukiendelea, ni changamoto gani ulizokutana nazo wakati unataka kuacha? Yani sasa kabla tujafikia kwenye hilo swali, ulisema kwamba sababu ambayo ilikupeleka soba ni siku hiyo ulizidiwa sana. Ukapelekwa. Sikuzidiwa. Yani soba nilipelekwa na family. Na familia ni kakaa kikao. Yani sikukaa kikao. Yani mimi nikwambia tu ukweli, soba mimi nimepelekwa, alikuwa boyfriend wangu. Kando alonipeleka mimi soba. Yani mimi alinipenda tu niko kwenye ulaibu of course. Sawa kabisa. Na akaja paka kwenye familia yangu, Suzi mbona mzuri tu, atabadilika. Kweli, wakati hata ninapojali, ninapotaka kitu changu kweli akasemaje, unajua kuna mwanamume ambaye anaweza akakupenda, pia aweze akakwambia tu papo kwa papo acha, sababu anajua unavoteseka anaona. Saa nyingine mimi ninapopata shida kweli anatoa hela ananipa. Lakini ikafikia akasemaje, akaongea na familia yangu. Kuongea na familia yangu, gharama zote alilipa yeye. Gharama zote. Kuna wanaume wapo wenye huruma zao. Na mtu akikupenda akakupenda kweli, wapo. Akanisafirisha. Mimi napokewa Zanzibar, napokewa na mkaka ambaye rafiki yake yeye mimi simjui, ila kwenye mawasiliano kwa sababu niliondoka na Kiswaswadu. Kwa hiyo akanipa namba ambayo yule akawa anasiana naye namba yake hiyo. Kwa hiyo mpaka nafika bandarini ananipigia mimi simu, boti nafika saa ngapi. Nilipofika pale bandarini mimi sijui chochote, sijawahi kupanga. Toka nimezaliwa kwanza sijawahi kupanda boti. Boti nimepanda ndo naelekea Soba Zanzibar. Kwa hiyo mimi yule nikaishana naye pale pale bandarini. Kwa akamwambia mimi waka ananipigia vipi swali mpaka nafika pale bandarini akanipokea. Kwa hiyo yule yeye ndo akawa anakujua kule Soba. Baada ya hapo akanifikisha mpaka pale Soba. Sasa anaponiacha kwa nikafika sehemu kwa sababu niliondoka sina stock. Kwa nikafika sehemu akaniambia vipi, nikamwambia shwari nakuaje, fresh. Haya nikafika sehemu akaniambia maliza mambo yako huko unapokwenda, haya mambo yatakiwi. Kweli haya. Nikanipeleka sehemu nikala, akaniambia unakula nini, ninachokitaka kula ndio nilichokiagiza nikala. Baada hapo ndo akanipeleka kwenye huo mjengo, kutoka na yeye ndo anaujua. Na pale ina maana yeye ndo akawa kama ni mwenyeji wangu. Kwa hiyo yeye pale ndo akawa anakuja kuniona. Ananiletea kama unavyoona mtu alivyokuwa jela, anakuwa ananiletea visit. Kila Jumapili anakuja analetea mikate, maziwa. Kikwa tatizo akatoa namba pale kwa mawasiliano. Mkiona akabadilika naombeni mnipigie simu apeleke hospitali. Basi kama mawasiliano pale nafika pale kaniacha. Siku ya kwanza sinipo tu na vibe yangu, nimeingia yani nimejipanga yani. Mwenyewe nishajishindilia vya kutosha. Nishapiga kete nzuri kabisa. Za kutosha. Nikala. Hadi kula nikala ile siku ile. After tomorrow. Fanya kama ulikoepo. Bana. Nilianzisha tibwili. Kwanza nilipofika wanatabia kuchukulia kitambulisho chako. Nilianzisha tibwili sitaki. Mimi naondoka, sio ndugu yenu, tibwili tunga sielewi. Yani akija nani mara nikaja nikaletewa mijibaba kama 3. Zanzibar ina protoko yake. Waniulize mie. Sio mtu mwingine bwana atajua mwenyewe kama hataki mfungeni geti aondoke. Kule wanathamini hela alotoa mtu. Hela ya mtu alotoa wanakuthamini au kuthamini wewe. Nikaulizwa, haya wakaja wale watu, maaskari, nikaulizwa. Mababa, mimi mwenyewe kwanza nilijua maaskari, kumbe sio maaskari. Walaibu wenzangu, vipande vimeenda hewani, vidali. Na itafujwa hapa. Huyu hapa, mimi sio bibi, mama, mimi nataka niondoke nyumbani. Mimi sitaki. Yule mume mtu kaleta huko maneno ananitoka mama sio kuwepo yalo kuwepo na changanya mafaili. Nikaambiwa atulie hapo ulipo. Unataka kwenda polisi? Chagua mawili, miezi 6 jela au miezi 6 yako uishi hapa. Mimi mwenyewe nilinyoosha wa hapa. Mikono juu. Kama nikaona tena wanipe Soba Zanzibar na ndugu. Mimi mwenyewe Makonde sina ndugu sina jirani. Haya tena naenda jela kufuata nini? Na kesi kwako mwenyewe itakupeleka. Kule ndo ratiba zao. Ukikamatwa hata maskani utachagua mawili, jela miezi 6 au Soba kwa hiari yako. Kwa hiyo mwenyewe mbona kila mtu anachagua Soba? Sababu Soba kama nyumbani asubuhi tunakunywa chai, mchana asubuhi pia tunakunywa chai, saa 4 kuna darasa. Kila mtu atakiwa na daftari. Tunasoma, tunafundishwa. Kitu gani mnachofundishwa?
Kule tunafundishwa jinsi ya kujikubali. Pia kwanza kuna tag ambayo just for today, ni kwa leo tu. Unapofikisha mwezi unapewa kama kifunguo cha mwezi. Ndio. Manake kuna mtu mwingine unamkuta bana miezi 5, maana kwa ni mtangulizi. Na ukikosea umefanya ba tofauti na wao, namba inashushwa. Yaani maana mimi si mgeni na mwezi mmoja. Wewe nimekukuta una miezi 6. Nategemea umefanya kosa gani? Basi mimi naweza nikawa mtangulizi wako. Kiongozi. Yaani tena wewe unaanza moja, unakuja tena kupewa taji yako ile moja. Basi ikawa hivyo, nikapelekwa hospitali, nikaekewa madrip, kuna dawa pia nikawa na meza. Uwezi kuamini, nikipiga simu nyumbani, yani navyoongea na watu, ni mimi, yani mimi mwenyewe ndo nasema mimi sirudi leo wala kesho, nilikaa sana na nilipendeza. Kwanza mimi narudi kila mtu akuamini kama nilikuwa Zanzibar. Wengi niliwaambia nilikuwa South. Kwanza nimerudi nimependeza. Asontaka alinitaka. Asonipenda alikuwa ananipenda. Mwenye kutaka kutoa barua nimekataa mimi. Pole sana kwa uliopitia. Labda vile unadhani ni njia gani bora za kusaidia watu wanaopambana na uraibu? Njia zipo. Njia ambayo mtu anapambana kutumia uraibu anatakiwa ampate mtu ambaye alofuse kwenye matumizi hayo. Na maana mimi ni shuhuda ambaye naweza kumuelewesha mtu ambaye ndo ameingia, labda unga una athari gani kutokana nimetumia, najua nimwelekeze vipi, na awe mfano wa kuniona mimi hapa na kweli atakubali. Mimi usilikuwa unanijua maisha yangu 1 2 na 3 hivi na hivi. Kwa hiyo mimi nitakuwa shuhuda kwake na yeye kubadilika. Sababu hasali zipo, kutokujali. Kuna wengine walikuwa wajali. Mtu tu anaangalia mradi tu apate lake apone. Mtu kaja ana 50 yake. Lakini ukiwa mtu una understanding, pia japo kuwa sio madawa tu yakamtoa mtu akili. Kuna watu ambao hawatumii pombe, hawana vilevi vyovyote, ila tu pesa ikatoa imani. Akajikuta huko. Sijui umenielewa? Kwa hiyo ni nafsi yako mwenyewe kwanza kujikubali. Mimi enough, nimechoka basi. Kwanza ni kujikubali wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe, kwa sababu hata mimi mwenyewe kwanza nishapelekwa na mtu. Nikaja nikalapse. Lakini kuna siku nikakaa hivi mpaka lini? Suzi mimi yule nilivyokuwa maana ndo mimi. Nikasema nikamwomba Mungu wangu, leo navuta ya mwisho. Leo yani leo kama ndo nafanya birthday, mimi kesho itavyokuwa na iwe. Yani nitapike, sijui nitoke moyo, yani ndo basi. Yani kuna muda unakuachia unatumia kabisa. Yani kuna muda unakuachia unatumia ukiwa kule. Yani nimekwambia kule huwezi kutumia. Kwanza uaulizi wake umeuona. Kama unavyomuona mtu mwenye kesi yake anapelekwa jela. Kwa sababu kama unavyoona mtu boarding unapompeleka mtoto wako, ina maana umemkabidhi nani? Mwalimu. Mwanako akipotea unamwambia nini mzazi? Kwa hiyo sasa ulinzi unakuwa waumalishe. Maana chochote utachokifanya. Kwa hiyo mzazi lazima ashirikishwe. Bwana anakaruka ukuta na maana umeelewa bwana hivyo. Kwa pia kuna ulinzi kama unavyoona sehemu zingine, kama unavyoona mgonjwa hospitali akileta fujo sana anasumbua mpaka kutaka kudisturb watu, kuwatoa timing, unapigwa pingu. Umeelewa? Kwa hiyo wewe mwenyewe baadaye unatulia. Na pia sisi kama sisi unatuzingua. Sisi wenyewe unaona wewe vipi usitaki kutuchanganya? Mimi na miezi 4 mwenyewe nimekumisi Dar es Salaam, mwenyewe nimebisi mtaani. Kwa hiyo sisi kama sisi tunaweza tukakudhibiti. Na mwenyewe pia ukatulia. Basi natulia basi. Hiyo leo tu, kesho kuta unapona. Kweli mwakaja ukakukanda, huyu kaja kachukua maji barafu, lala hivi, mtu kakukanda, mtu kaenda kukoroga uji, kunywa, na siwezi, nitaidi hivyo, mtu katumetapika, mtu kaja kafuta. Yani ni sawa. Kweli ni changamoto. Ila ni sasa changamoto ambazo kwenye familia, watu sasa wamerudi kwenye ukaribu na familia zao. Watu walipoteza watoto wao kwa kutokuwa na ukarimu nao, wake zao. Mke alikuja kudai taraka. Mbona kuna wanawake alikuja kudai mataraka maskani, mtu anafuata mume, nipe taraka yangu. Mume arudi nyumbani, anapata 10,000, hela kula na kuleteaje, mwenyewe bado hajapona. Lakini sasa hivi watu wamerudiana na wake zao. Wengine wanawake, mtu anamfuata mwanamume. Mimi mume wangu nimetoka naye mbali. Yani kwa sababu mtu kaona kabadilika. Wengine sasa hivi wenye kupata ndoa wamepata ndoa wanawake, wenye kuolewa sasa hivi ndugu zetu ambao walikuwa kwenye uraibu wameolewa.
wenye kujenga familia nyingi tena kuongeza wameongeza, imekuwa hivyo. Asante. Je, labda kuna mambo ambayo yoyote unayohisi yalikuwa ya muhimu sana katika mchakato wako wa kupona? Unahisi yani vitu ambavyo vilikuwa vina huko ulipokuwa mchakato wako wa kupona, vitu ambavyo ulikuwa unaangalia ukasema hivi ni vitu vya muhimu sana vinafanyika hapa? Familia. Kutokuwa karibu na familia yangu. Mambo mengi ya kifamilia huwa yananipita. Pia nilikuwepo, yani saa nyingine unakuta ile mpaka unajua kuna familia ambazo vitu vyako pia vya umuhimu vya kwako wewe pia unaweza ukavikosa. Vya kwako wewe mwenyewe na ukavikosa. Lakini kuna muda pia kudra za Mwenyezi Mungu akasema huu ndio mwisho wako. Utarudi kwenye hali yako. Hakuna mwanzo lisokuwa na mwisho. Ndio. Kila mtu anapata fedhea kwa namna yake. Ndio. Mwingine anakuwa si mtumiaji wa drugs, si mtumiaji wa pombe, ila mambo yake unasema bora tangevuta drugs. Hana heshima hata kwa mashemeji zake kwenye familia. Yaani ukasema bora tange kwa mlevi. At least labda akilewa akirudi amelala amezima. Kwa hiyo tunashindwa tu kutofautisha vitu kama hivyo. Madam Suzana. Sasa kwa sasa wewe ni champion, naweza kusema. Yani nikimaanisha champion ni mshindi, ama yule mtu ambaye amepitia nyakati ngumu, amehangaika, amepambana. Kwa sababu kutoka kwenye situation kama hiyo inakuwaga si rahisi sana. Na inakuwa ni hali ngumu sana. Tunapata kuona wengine wanafikia hatua ya kuuliwa huko mtaani na kuumizwa, lakini kwako wewe tunaweza kusema ilikuwa ni bahati na umefanikiwa kuwa bingwa katika hili. Labda kabla kwenda kwenye ushauri, kwa wewe sasa hivi unajisikiaje kwa jinsi maisha yako yalivyo kwa sasa, na yani tukizungumzia unajisikiaje ile hali ya maisha yako toka utoke huko, unajisikiaje yani kuwa sasa hivi jinsi nilivyo na jamii inavyokutizama na wewe unavyoiangalia jamii yako? Najiona ni dada ambaye kama nilozaliwa na akili zangu timamu, ambapo sijaweza kupitia matatizo yoyote. Ndiyo. Kwa sasa hivi. Pia kuna industry ambazo zipo ambazo zinazuia, zinakemea, taasisi zinaozuia kuhusu drugs, utumiaji wa madawa ya kulevya. Basi niwe kama shuhuda wa kuwafahamisha wenzangu kutokana ni mlaibu, nimepitia, najua nianzie wapi mpaka kuishia wapi. Hata wenzangu walikuwa kwenye changamoto wakanielewa na mimi nikawa ni mfano kwao. Ni sio kama ni mfano, ni mfano. Ndio. Kwa sababu unajua kuna ipo hivi. Ndio. Mimi nikizungumzia labda methadone, najua ninamzungumzia nini. Ndio. Nikizungumzia sober, what the meaning, najua naanzia wapi naishia wapi. Ndio. Nikizungumzia drugs, maumivu yake, utumizi wake, na maana ninafahamu. Ndio. Kwa hiyo nipate fursa angels ambao wapo wanaokemea, niwe fursa kwa wenzangu, kwani pia wapo mtaani makaka zangu, madada zangu, wadogo zangu, waweze nao kubadilika na kuweza kuwa na familia zao kama tulivyokuwa nazo mwanzo. Au kama mimi sasa hivi niko na familia yangu, niko karibu kwa jambo lolote lile. Natamani hata wao pia wawe karibu na familia zao. Sawa. Jamii hii ya sasa hivi ni jamii inayochipukia kwa nguvu sana ya mitandao ya kijamii. Nikizungumzia mabinti kwa wavulana, ni jamii ambayo inakimbia kwa kasi sana kwenye maendeleo au kwenye vitu vya kidunia ambavyo vinaanzishwa. Mtandao umekuwa mpana sana. Unatoa ushauri gani juu ya jamii hii ambayo inakuwa kwa haraka, kizazi ambacho tunasema ni Generation Z, kinakuwa kwa haraka na kinakopi vitu kwa haraka sana, na wengine wameona kama ni ujanja au ni ufahari, ni ufahuri wengine kumiliki matumizi ya madawa? Nasema kwa ujanja hakuna. Ujanja hakuna. Ila tu sisi ni upotofu wetu na kutokuelewa. Mtandao una utumiaji wake. Ila kutokana tu sisi mambo yetu tu tunatumia mtandao vibaya.
unakuta sasa mpaka vitu ambavyo havistahiki viko kwenye mitandao, havierimishi, bali vingine vinapotosha. Mtandao kama mtandao uliwekwa kwa ajili ya matumizi mengineyo. Sasa hivi mtandao umekuwa una matumizi tofauti, hata unaweza ukaingia wewe binafsi tu uko kwenye public kwa bahati mbaya ukabonyeza simu, lakini hata unaweza ukawa uko peke yako, lakini unakuta mtu mdada, mama anajielewa, hajatumia drugs, hajatumia kitu chochote, ni kujitoa tu yeye mwenyewe ufahamu na kuongea vitu ambavyo havistahiki, kwa sababu simu anatumia mtu yoyote, haijalishi mtu ana umri wa miaka mingapi. Sasa isiwe sababu au isiwe ndo ikawa kama ndo sio na sio hata jinsi ya kusema. Kwa hiyo tujitambue, hakuna mtoto, wote ni watu wazima, basi tujue pia matumizi ya simu yana matumizi gani. Pia tujue tunapotoa ushuhuda, tunatoa ushuhuda vipi, lakini unakuta mtu hafundishi bali anazidi kupotosha. Watu wengi wanajua gaba maambukizi mtu anapotumia drugs au ni mnywa pombe, lakini sasa hivi unakuta mtu anywe pombe, yani zile starehe zimepitiliza kiasi kwamba unajua vishawishi vingine yani vinavuta kama smank. Sasa kwenye matumizi kidogo tujitahidi. Sawa. Lakini pia mwanzoni kwenye interview yetu ulisema kwamba kuna mtu mwingine yeye ana uwezo mkubwa sana, anatumia madawa, maybe anakula kete au anajichoma vyovyote vile, syringe zile kwa jinsi ulivyosema. Ukasema kwamba yeye ana uhakika anakula wa kimaisha. Na huyo naye unampa ushauri gani? Kwa sababu yeye anaamini labda pesa zake zitamuokoa. Ukunielewa? Nimesema kwamba kuna aina mbili za utumiaji. Ndiyo. Kuna wa cocktail, kuna wa syringe. Syringe ni mtu ambaye anajichoma kujidunga. Ndiyo. Cocktail ni mtu ambaye anatumia kama kilevi cha sigara. Ndiyo. Watu wengi maambukizi wamepata kwa kutumia syringe, si mahusiano. Kushare. Nakuta sindano moja wanaweza wakashare watu 3 au 4 kutokujali na kujali ile niwahi kupona alosto isinibane. Ila pia watumiaji wapo, ila utumiaji wa mtu unayemkuta ni fukara, kipato chake kidogo, ana 5,000, kete 2,500, hajara, anaweza kwenda kununua chakula akala? Hawezi. Lakini utamjuaje yule ambaye hana miamala yake? Kama unavyoona, of course kama unavyoona maradhi yapo hivi. Kuna watu kweli wapo ndugu zetu ambacho wapo kwenye maambukizi. Pia wengi tunagundulika kwenye maambukizi kutokana na kipato ujue. Diet inakuwepo. Kama mtu wa pressure anaambiwa kula chakula fulani. Mimi kipato changu ni kidogo. Siwezi nikagain, lazima nitadhoofika. Lakini kuna mtu familia yake kubwa, ina uwezo. Hawezi kutokugain. Hawezi kutokulose, lazima atagain. Akisema mimi najisikia kula chicken chips, nasikia kula makange kwa wakati. Mimi niseme makange. Nyumbani kwenyewe hiyo bajeti ya makange haijafika. Maana kikipikwa ugali dagaa, ugali mlenda, inabidi wewe ule mgonjwa. Utake usitake utagain. Sababu pia mgonjwa pia ana nafasi yake. Unajisikia kula nini? Unajisikia kula kitu fulani? Unataka kunywa juisi aina gani? Utofauti uko hivyo. Sawa. Kimsingi haina faida kwa yeyote yule. Haina faida, bali ni hasara na kutokuwa karibu na familia, kupoteza familia, kupoteza upendo kwenye familia, mpaka kwa marafiki, wenye jamii na kuzunguka, wenye upendo na wewe ukamuona hana upendo na wewe. Unajua kuna rafiki anaweza kukupenda, lakini kitendo cha kukufuata tu, bwana usifanye hivyo. Inakuhusu nini? Ndugu yako, unanipa hela yako. Basi stale hii ulinianzisha wewe. Basi kama nilianza kwa hela yangu, nitakuja kuiacha kwa maamuzi yangu. Like that. Asante sana Suzy Bale. Labda nikuulize kitu kimoja. Kwa nini Suzy Bale? Kwa nini Suzy Bale? Mimi ni Suzy Bale nilipewa na kakaangu mlezi marehemu Jaji. Mwenyezi Mungu amrehemu, apunguze adhabu ya kaburi. Nilikuwa sana napenda mpira. Alafu nilikuwa napenda sana ile, yani
mimi nilikopo ni mtu ambaye yani siogopi. Mimi kitambo iko ni mdogo, lakini unakumbuka kuna watu wakikaa kama hivi, mjomba anza kumita mjomba njoo, mwingine anaogopa anakimbia. Mimi ni kitu ndo kipindi hicho napokutajia hizi namba zikikaa. Kwa mtoto kuitwa mjomba njoo lazima uogope. Mtu anakimbia mtoto, lakini mjomba mimi naenda. Basi hivyo Suzy Bare, kama unavyomwona mchezaji wa Ulaya Gareth Bale. Gareth Bale mwenyewe kwa jinsi alivyokuwa na kasi kubwa. Ana baya. Asante sana na nimefurahi sana kuwa na wewe hapa katika kipindi hichi chetu cha Broken to Brave, na nipende kusema kwamba nikupongeze kwa hatua ambayo umefikia, na watu wengi sana wapate msingi wa kuiga kutoka kwako, kwa sababu kuwa shujaa ama familia kukutoa hapo ulipokuwa mpaka kufikia hapo ni faida na wala si hasara. Na mimi nipende kusema kwamba Yusuf ibn Daud ibn Lucas, hakuna marefu yasiokuwa na ncha, na kila kitu kina mwanzo na mwisho. Hata bahari unavyoiona inaanza mwanzo na pia kuna mwisho wake. Na sisi tumefikia mwisho katika kipindi hiki chetu cha Broken to Brave, na ulikuwa nami hapa Yusuf ibn Daud ibn Lucas. Usisahau kulike na kusubscribe katika channel zetu za Gavoo Media ili uweze kupata maelekezo mazuri, vipindi vizuri kama hiki cha Broken to Brave ambacho kinaelimisha na kufundisha vijana kama sisi ama wewe. Bye bye. Asante sana. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.